Naam, ni saa 12 saa ya Afrika ya Kati, sawa na saa 1 kamili saa ya Afrika Mashariki. Ujambo na karibu kuandamana nasi katika habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 13 mwezi wa pili mwaka wa 2026. Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yale ambayo yanaendelea kujiri mashariki mwa DRC, jimboni Kivu Kusini pamoja na jimboni Kivu Kaskazini. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, najua kwamba majukumu ni mengi, lakini moja kati ya jukumu kubwa tulichagua ni kuhakikisha kwamba tunakuletea taarifa za ukweli na za uhakika. Unatupata moja kwa moja kupitia mtandao wa YouTube, ukiandika Amani TV Media unajiunga nasi, lakini uko Shabuna na tunasa mbashara kupitia Radio Motula FM. Jina langu ni Ramsey Ramadhani, na asubuhi ya leo tunayo mengi ya kukujuza kutoka sehemu mbalimbali za uwanja mapambano jimboni Kivu Kusini pamoja jimboni Kivu Kaskazini. Hivyo nakusihi kuwa nami mwanzo mpaka tamati. Na bila shaka msikilizaji, natumai uko salama, na sasa tufungue ukurasa wetu wa habari na habari kutoka uko jimboni Kivu Kusini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambako wanajeshi wa jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC waendelea kutoa shukrani zao kwa rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kufuatia uamuzi wa serikali kuwapokeza pesa za motisha aiza prime d'encouragement kipindi hiki cha hali tete ya kivita mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka duru mbalimbali za kijeshi, wanajeshi hao wameeleza furaha yao baada ya kupokea mishahara yao iliyoboreshwa, wakisema kuwa hatua hiyo imeongezea nguvu, moyo na morali wa kizalendo na motisha katika kutekeleza majukumu yao ya kulinda mipaka na usalama wa taifa. Katika ujumbe wao wa pongezi, baadhi ya wanajeshi wametoa wito kwa wenzao walioko katika makundi ya waasi kuachana na njia hiyo na kurejea upande wa serikali ili waweze kunufaika na fursa na mafanikio yanayotolewa na taifa kwa watumishi wake wa ulinzi. $325 facha utopesa biso yo solo ozana rebellion ozobundira nanga ozokufa pona Joseph pona Kabila moko ndo kozwaka on ozokufa pour rien okufi na bana nayo batikali ba maibobo ata matricule ezate o bana bakwenda ozwa mbongo ngala za soda ya gouvernement ata kufi lelo bana ngaba kozwa mbongo bakoko na ngaba kozwa mbongo bakoko na ngaba kozwa mbongo yo sodo za rebellion moko ndo kozwa on botala ngoma na ko bino kuna bolo bakalokuta bokosaka bakozela bino bakosaka bino mingi tala yanga yango yo prime badana kota armée badano na seti na zino prime ya boete eza tala o salaire te lobi na o salaire pe yo sodo za rebellion osani kuna ozokufaka pola pamba mwana mboka oya boy beton a changer mokili na ye. 1 2 3 4 5 6 eh mungu ntombolo atiba pesa ba changer Fati ego mumabatu mwanetu lekela. Vyanzo vinaeleza kuwa kwa sasa mwanajeshi wa kawaida wa FARDC amepokea zaidi ya dola 300 kwa mwezi, kiwango kinachotajwa kuwa ni sehemu ya juhudi za serikali kuboresha maslahi ya wanajeshi na kuimarisha sekta ya ulinzi. Aidha, taarifa zinaonyesha kuwa pia makundi ya wazalendo yanayoshirikiana kikamilifu na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC katika kulinda maeneo dhidi ya makundi ya waasi, na wao wamekumbukwa na serikali na kunufaika na mpango huo wa motisha. Hatua hii inatazamwa na wengi kama ishara ya kutambua mchango wa vikosi vya ulinzi na washirika wao katika kulinda uhuru, umoja na mipaka ya nchi. Wanajeshi hao wamemaliza kwa kumpongeza rais wa jamhuri kwa uongozi wake na kuahidi kuendelea kutekeleza wajibu wao kwa uadilifu, nidhamu na uzalendo kwa manufaa ya taifa. Voilà. Son secrétaire est là. Le capitaine assiste lui-même la paye de ces éléments. Il arrive, il se présente.
Mr. Zelana. Mr. Kombo nani? Serja Marioni. Leo unapokea makuta, unasema nini? Bijombo. Mapigano makali yameripotiwa jana tarehe 12 Februari mwaka wa 2026 katika eneo la Bijombo, wilayani Uvira, mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, mapigano hayo yalihusisha vikosi vya waasi wa Ngomino, Turaneo, Red Tabard wanaodaiwa kushirikiana kikamilifu na vikundi vya waasi wa M23 dhidi ya wazalendo wanaoongozwa naye Kamanda Ilunga. Taarifa zinaeleza kuwa makabiliano hayo yamefanyika katika kijiji cha Masango na kuenea katika maeneo yote milimani ya tarafani Uvira. Mapigano hayo yalihusisha matumizi ya silaha nzito na nyepesi, huku milio ya risasi ikisikika kwa muda mrefu. Kwa mujibu wa duru za eneo hilo, vikosi vya wazalendo vinavyoongozwa naye Kamanda Ilunga vilifanikiwa kuzuia mashambulizi ya adui na kuwasambaratisha katika milima mirefu inayozunguka eneo hilo. Taarifa hii imethibitishwa naye Kamanda Lamek kutoka kwenye uwanja wa mapambano. Baada ya makabiliano makali ambayo yameanzishwa tena na waasi wa FCM 23 twirwaneho ambao wanatokea kwenye ngome kuu Kageregere, ambayo inafananishwa na Rwanda ya pili kwa leo njo kwenye kuko kila kitu, kuko stoke ya risasi, kuko stoke ya silaha, kuko stoke ya wasoda ya M23. Wameondoka pale leo jana magharibi wakafika fasi naitwa Ruhuha, njo kwenye walilala na mapambano njo kwenye yalianzia. Baada ya usiku kuwa mrefu, nadhani vikosi vya General Ilunga Rusesema viliweza kulala karibu na tukio, na leo asubuhi walianza kukabiliana na adui kama ilivyo. Na adui alikuja kupenya kwa njia ya panya, na kwa sasa tunavyozungumza mimi na wewe adui ameelekea Muramvya, na kuna nyingine sehemu ambayo imerudi Kageregere kwenda kutega wengine waasi ambao wanaripotiwa kwamba wametoka Bukavu, Mupulende na Ruzizi, ambao wanakuwa pale ili kusaidia. Nadhani fasi naitwa Mitamba ni karibu sana na Kirungu ni karibu na Uvira. Nadhani leo kumeingia raforo ya mingi ambayo inatokea kwa wale waasi ambao walikuwa wametokea Kageregere ambao wamekabiliana na General Ilunga, njoo wamoja wameelekea na wengine wameelekea Muramvya. Bwana mtangazaji, kila mtu kwenye ikosimame, tupiganie nchi yetu, tuone kama huyu muasi nguvu zitamwishia. Juu lengo lake kubwa ni kusema adhibiti ho plateau. Akiwa amedhibiti ho plateau kama vile tumeliwahi kusema, vitakuwa mzuri kwake sana. Juu atakuwa amepasua njia mzuri ya kutosha vikosi vyake Rwanda kuingia ho plateau, vitakuwa viko fasile. Juu ho plateau mko njia ya kwenda kila fasa nakotaka. Ni kusema tusimame tu, tupigane. Wazalendo ambao wanakuwa Uvira, wazalendo ambao wanakuwa Fizi, wazalendo wanakuwa fasi nyingine, mkeni kabisa kwetu kumeingiliwa. Nadhani hakuna mzalendo mwenye iko Mupulene, mwenye iko Uvira, Fizi na Mwenga ambaye hakutoka Mho Plateau. Wote walitoka Mho Plateau, waofisia wote wa wazalendo ni huko. Inabidi kwanza tupigane. Haiko kusema tutaacha plan, hapana. Ni kusema ni kutuma kosi moja zipande yulu, tuvunje ngome ya Kageregere, tuvunje ngome ya Muramvya. Haidi ya kusema ni warahia ni vya uongo kabisa, ni vya uongo. Hakuna raia wa Rwanda mwenye anakuwaka juu. Kilishangaza sana juzi wanamuke ndo walikuwa na risasi, ndio walikuwa wanabeba maboksi ya masasi kichwa, na wanazao wako wanapigana vita. Unaona hivi vita ni virefu, tena bako na mpango mzito. Bwana mtangazaji, kusema na wanawake waingie vitani wakiwa njoo watabeba risasi, na wababa njoo wako wanapigana vita, ni kitu mrefu. Naona Mitamba pale ambapo wamekuwa kwa hizo siku, naona mimi Uvira iko mdanje kabisa. Ho Plateau iko mdanje, lakini
Nachopenda kusema waongezee Ilunga vifaa, waongezee Ilunga majeshi, na wengine wazalendo wapande, wakina Jile Mavazi, wakina Jana Luvi, wakina Makanaki Kasimpira John, Rene Itongwa na wale wengine ambao wanakuwa huko chini, wajaribu kutuma makompani ya msaidie ndugu yao Ilunga kabisa, apigane hivi vita, tuone kama watavishinda. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Wafanya kila kiwezekanacho, lakini na kwa upande wa serikali, serikali kabisa ikumbuke kwamba Kageregere wasitafutie adui Rwanda, watafute Rwanda sasa ni Kageregere. Jo kulisha kuwa Rwanda ya pili, jo kulisha kuwa Kigali kabisa. Jo kwenye kwa kila kitu, kusitoke ya risasi, kusitoke ya silaha, na kuko raforo ya mengi ya wahuni wa M23 kabisa. Jo vile bwana mtangazaji, nashukuru sana. Kalehe. Baada ya takribani miezi mitatu ya kusimama kabisa kwa shughuli za usafiri, hatimaye usafiri umeanza kurejea kwa tahadhari kwenye barabara ya Kalonge Bunyakiri katika wilayani Kalehe mkoani Kivu Kusini Mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kusimamishwa kwa usafiri katika barabara hiyo kunatokana na mapigano ya mara kwa mara kati ya waasi wa muungano wa AFC M23 na vikosi vya wazalendo. Mapigano hayo yalizorotesha hali ya usalama na kufanya barabara hiyo kuwa hatari kupitika kwa raia na wasafirishaji. Kwa sasa dalili za kurejea kwa hali ya kawaida zinaanza kuonekana, ingawa bado kwa kiwango kidogo. Kwa mujibu wa Yoweli Nyabirungu, mmoja wa wanaharakati wa asasi za kiraia katika eneo la Kalonge, pikipiki na mabasi tayari yameanza kufanya safari za kwenda na kurudi katika maeneo ya Kalonge na Bunyakiri. Akizungumza kuhusu hali hiyo, Nyabirungu amesema kuwa kurejea kwa usafiri ni hatua muhimu kwa wakahaji wa eneo hilo, kwani kwa muda wa miezi mitatu iliyopita hali ya maisha ilikuwa ngumu na ya kusikitisha. Biashara zilizorota, bei za bidhaa zilipanda na huduma muhimu zilikuwa ngumu kupatikana kutokana na kukosekana kwa usafiri salama. Ameeleza kuwa hali ilikuwa tayari mbaya katika maeneo ya Kalonge na Bunyakiri kabla hata ya kusimamishwa kwa usafiri, na mapigano hayo yalizidisha changamoto za kiuchumi na kijamii kwa wananchi. Barabara ya Kalonge na Bunyakiri ina umuhimu mkubwa sana wa kiuchumi. Kuanzia Kalehe, groupment ya Kalonge hufungua njia kuelekea wilayani Kabare na Shabunda kupitia eneo la Ninja. Hivyo ni mihimili muhimu wa mawasiliano na usafirishaji wa bidhaa, watu na misaada ya kibinadamu katika maeneo hayo. Wakazi wengi wanatumaini kuwa kurejea kwa usafiri kutachochea upya shughuli za kibiashara, kurahisisha upatikanaji wa bidhaa vya msingi na kurudisha huduma za kijamii katika eneo hilo kama kawaida. Hata hivyo, bado kuna hofu kwamba hali ya usalama inaweza kubadilika iwapo makundi yenye silaha yatarejea tena katika mapigano. Kwa sasa mamlaka za eneo hilo pamoja na viongozi wa jamii wanaendelea kuhimiza utulivu na kuomba pande husika kujizuia ili kuhakikisha usalama wa raia na uendelevu wa shughuli za kijamii na kiuchumi. Tutazidi kufuatilia taarifa hizi kadri maendeleo yatakavyozidi kubadilika kutoka maeneo hayo ya Kalehe. Goma. Mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo MONUSCO, ambaye pia ni mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na kiongozi wa misheni Viviane Vani de Pere, amewasili mjini Goma kwa njia ya anga kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa mji huo. Kiongozi huyo amewasili mjini Goma katika hatua inayotajwa kuwa ni historia kufuatia kusitishwa kwa muda mrefu kwa safari za anga kuelekea eneo hilo tangu Januari mwaka wa 2025. Ujio huo unatajwa kuwa ni ishara maalum ya kurejea kwa upatikanaji wa njia za anga katika mji wa Goma ambao umekuwa ukikumbwa na changamoto za kiusalama na kiutendaji zilizochangia kufungwa kwa safari za anga kwa zaidi ya mwaka mmoja. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, ziara hiyo imefanyika baada ya mashauriano na mamlaka za taifa za DRC,
Vyanzo vya diplomasia vinaeleza kuwa ujumbe huu umefanyika baada ya kushauriana na mamlaka za kitaifa za Kongo na ni sehemu ya maandalizi ya kuunga mkono utaratibu wa ufuatiliaji na usitishaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Hatua hiyo inaonekana kuwa sehemu ya juhudi pana za kimataifa za kuimarisha utekelezaji wa makubaliano ya usitishaji mapigano katika eneo la mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambalo linaendelea kukumbwa na migogoro ya silaha inayohusisha makundi yenye silaha. Wachambuzi wa masuala ya kiusalama wanasema kuwa kurejea kwa safari za anga katika mji wa Goma unaweza kuimarisha uratibu wa shughuli za kibinadamu, diplomasia na kiusalama, hususan katika muktadha wa kufuatilia kwa karibu utekelezaji wa makubaliano ya amani ambayo yamewekewa saini huko Doha. Akiwa mjini Goma, Viviane Vani de Pere ameweza kuzungumza mbele ya vyombo vya habari umuhimu wa ujio wake katika mji huo. Huyu hapa msikilize akizungumza katika lugha ya Kifaransa. De notre mandat et de nos efforts visant à appuyer l'opérationnalisation du mécanisme de suivi et de vérification de cessez-le-feu. Il y a plus d'un an, le 26 janvier 2025, j'étais dans le dernier avion à atterrir à l'aéroport de Goma. Et aujourd'hui, je suis dans le premier hélicoptère à y atterrir à nouveau. Et j'espère que c'est le début de la réouverture progressive de cet aéroport de Goma au bénéfice de la population. Conformément à la résolution 2808 de 2025 du Conseil de sécurité, la MONUSCO est mandatée pour soutenir un cessez-le-feu permanent, notamment à travers sa participation et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification plus, MCVE+. La MONUSCO déploiera dans les prochains jours une première mission de reconnaissance aérienne à Uvira. Ma visite vise à échanger avec les interlocuteurs concernés et à faire avancer les préparatifs concrets. Procédures de vérification, coordination, communication et conditions pratiques pour que le mécanisme fonctionne de manière crédible. La MONUSCO continuera d'appuyer le processus de paix en cours. L'appui au cessez-le-feu se fera de manière progressive en fonction des arrangements confirmés dans l'architecture convenue et des garanties de sécurité pour le personnel et les moyens des Nations Unies. Notre action restera strictement dans le cadre du mandat du Conseil de sécurité et dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Na kwenye taarifa za kimataifa ni kwamba kwa mujibu wa gazeti la Angola lijulikanalo kama Periodico de Angola, rais wa zamani wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Joseph Kabila ameripotiwa kuwa tayari kusafiri kwenda nchini Angola kwa ajili ya kukutana na rais wa sasa Felix Tshisekedi katika muktadha wa mazungumzo jumuishi yanayolenga kutafuta suluhu ya kisiasa nchini humo. Hata hivyo, taarifa hii inaeleza kuwa Kabila ameweka masharti kadhaa ya awali kabla ya kukubali kushiriki katika mkutano huo. Kwanza, amemtaka rais Felix Tshisekedi kutoa wito rasmi wa mazungumzo jumuishi kupitia hotuba itakayorushwa moja kwa moja katika televisheni ya taifa, akialika upinzani wake kushiriki bila ubaguzi. Pili, anadai kuachiliwa huru kwa wanachama wake wote wa chama cha PPRD ambao kwa sasa wanashikiliwa gerezani. Tatu, anataka chama chake cha PPRD kurejeshwa hadhi yake kama chama halali cha kisiasa, hatua ambayo itakiwezesha kushiriki kikamilifu katika shughuli za kisiasa nchini. Nne, Joseph Kabila anataka kulipwa fadia kufuatia uharibifu wa makazi yake
ambao unadaiwa kusababishwa na wanamgambo wanaohusishwa na chama cha UDPS wanaojulikana kama Forces Process. Hatimaye kuna sharti ambalo linaibua mjadala mkubwa. Kabila anataka kwanza kukutana ana kwa ana na Rais Felix Tshisekedi kabla ya kuanza rasmi kwa mazungumzo jumuishi. Amesisitiza kuwa mazungumzo hayo ya awali yafanyike kwa usiri kabisa, wawe wawili pekee ndani ya nyumba, milango na madirisha yawe yamefungwa ili waweze kubadilishana mawazo kumrazi kwa uwazi na bila ushawishi wa upande wa watu. Hadi sasa hakuna tamko rasmi lililotolewa na upande wa Rais Felix Tshisekedi kuhusu masharti hayo. Wachambuzi wa masuala ya kiusalama na siasa wanasema kuwa hatua hii inaweza kuwa mwanzo wa mchakato mpana wa mazungumzo, lakini utekelezaji wa masharti hayo unaweza kuwa changamoto kubwa kisiasa. Maendeleo zaidi kuhusu swala hii yanatarajiwa katika siku zijazo, huku macho ya wengi yakielekezwa Angola ambako mazungumzo hayo yanaandaliwa kupangwa kufanyika siku za hivi karibuni. Mpendwa msikilizaji, hayo ni masharti ambayo rais wa zamani wa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ameyaweka kabla kuenda kuonana na Rais Felix Tshisekedi huko Angola. Moja kati ya sharti ambayo imeleta uoga zaidi ni ile la mwisho ambayo anasema kwamba anahitaji kuonana na Rais Felix Tshisekedi wakiwa wawili, milango na madirisha ikiwa yanafungwa kabisa, ili wazungumze ana kwa ana na wabadilishane mawazo pasipo na shauri la mtu mwingine wa tatu. Hayo ndio yale ambayo yanaendelea, mpendwa wa msikilizaji, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na sehemu mbalimbali. Lakini pia nasema shukrani kwako kwa kuwa nami katika taarifa zetu za asubuhi ya leo, na hapa ndipo tunaweka nukta kabisa matangazo yetu, nasema shukrani kwa kuweza kusubscribe, shukrani kwa kuwa nami na kutakia uwe na asubuhi njema. Mwisho wa taarifa ya habari ni mwanzo wa matangazo mengine hapo baadaye. Kwa hivyo nakusihi kwenye comment tuambie unatufuata kutoka nchi gani. Nasema shukrani kwa wale wote ambao wanaendelea kutupatia michango ya kuendeleza kazi hizi. Shukrani kwenu pia, na Mungu aendelee kuwabariki popote ambako mnaendelea kufanya, ambao mnatuwezesha tupate kuendelea kuwapatia matangazo haya kila kukicha. Nasema shukrani kwenu, lakini pia hata nyinyi ambao mjabahatika kuweza kutusaidia michango mbalimbali ya kuweza kutuwezesha kupata baadhi ya vifaa kwa ajili ya matangazo yetu. Nasema Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki, ila nyinyi pia muweze kuwasaidia hata wengine hapo inabidi. Mimi ni Ramsey Ramadhani na hii ni Amani TV Media, na kutakia uwe na siku njema. Bye bye.